Rafiki yangu mpendwa, ninayo furaha mara tena kuwa pamoja na wewe leo huu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu kupitia lesoni ya shule ya Sabato, mwongozo wa kujifunza Biblia, ambayo ndio moyo wa kanisa. Na tuko kwenye robo ya kwanza mwaka 2025. Leo ni somo la 13, somo la mwisho kwenye robo hii kabisa. Hivi nitakualika mara tena kuandaa pesa sadaka kwa ajili ya Sabato ya 13 zinazokuwa na malengo za kupeleka habari njema katika maeneo mapya. Pia andaa pesa kwa ajili ya brochure yako. Leo Jumapili tunayo somo nzuri kabisa inazungumzia sheria ya upendo. Sheria ya upendo. Mpendwa, sheria ya Mungu haiundwi na kanuni za kufikirika tu. Badala yake, sheria hiyo ya Mungu ni udhihirisho wa uhusiano, na hili linaweza kuonekana dhahiri katika amri 10 hizo za Mungu ambazo zinapatikana kwenye kitabu cha Kutoka 12. Kanuni za msingi za amri 10 hizi ambazo tunazijua leo tayari zilikuwepo katika bustani ya Edeni. Kanuni za upendo zilipaswa kutawala uhusiano kati ya Mungu na watu, na kati ya watu wenyewe, kati ya Adamu na Hawa na Mungu, na kati ya Adamu na Hawa wao kwa wao. Kwa hivyo leo nitakualika kusoma kwenye kitabu kile cha Kutoka sura ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 17, na tuangalie aya hizi zinafunuaje kanuni hizi mbili, ile ya kumpenda Mungu na ya kuwapenda wengine. Basi kiongozwa na Roho Mtakatifu turudi hapa kwenye comment. Karibuni. Mpendwa, asante kwa kuwa umekuwa mwaminifu kwa kusoma kwenye kile kitabu cha Kutoka. Sura yake ni ya 12 mstari wa kwanza hadi wa 17. Kwa sababu unaposoma pia kwenye Mathayo 12, 37 na 39, hapo kuna amri 12 ambazo Yesu akazitoa, akasema ni kumpenda Bwana Mungu kwa moyo wetu wote na kupenda jirani jinsi tunavyojipenda. Lakini hizi sheria ya Mungu ambayo imerekodiwa katika kitabu kile cha Kutoka 12, ninaweza sema kwamba inahusu uhusiano wetu na Mungu na uhusiano wetu na ndugu ama na jirani. Hizo za kwanza, kuanzia ya kwanza mpaka ya 4, zinahusu uhusiano wangu ama wako na Mungu, na hizo 6 ambazo zilikuwa kwenye bao lingine zinahusu uhusiano wangu ama wako na yule jirani. Kwa mfano, Biblia inaposema usiwe na miungu mingine ila mimi, usijifanyie sanamu ya kuchonga, usitaje jina la Mungu wako bure, na uikumbuke siku ya Sabato na uitakase. Hizi ni amri 4 za kwanza ambazo zina uhusiano wetu na Mungu. Ikiwa hakika nampenda Mungu, ikiwa unampenda Bwana Mungu wako, ni lazima usishirikiane tena na wangwana wengine. Usitumie pia wapatanishi kati ya uhusiano wetu, na kuwa na heshima katika uhusiano wako na Mungu. Na pia ni lazima uweke nafasi ya siku moja kwa wiki ili uwasiliane na Mungu wako kwa hiyo siku ya Sabato. Kwa hivyo hiyo ndio maana ya kumpenda Mungu. Hivi upendo wetu kwa Mungu unaonekana tunapofanya vile vitu ambavyo nimevitaja hapo. Kwa sehemu ya pili, kumpenda jirani jinsi tunavyojipenda, ni lazima tuwaheshimu wazazi. Inapokuwepo ya uheshimu wazazi, usiue, usizini, usiibe, usishuhudie jirani yako, usitamani, hiyo maana yake waheshimu wazazi. Ikiwa unampenda jirani, utaheshimu wazazi, utaheshimu maisha ya jirani yako, hutoiba, hutozini kwake, utamheshimu na mwenzi wako. Pia utaheshimu kilicho cha jirani yako, hutokitamani ama kumtakia mabaya. Utaheshimu heshima ya jirani yako, utampatia heshima anayostahili, na utampenda jirani yako na hutatamani chochote chake. Akiwa na kitu utafurahi kwa sababu amebarikiwa. Kwa hivyo mpendwa mtazamaji na msikilizaji, kama Yesu alivyosema, uhusiano huu uliowekwa alama ya sheria lazima uwe dhihirisho la upendo, kwenye Mathayo 12, 37 hadi 39. Kuna sasa watu ambao mpaka leo tunapoendelea kuzungumzia kuhusu hii sheria ya upendo, kuna watu wengine wanasema basi ya maana tu ni kumpenda Mungu, sheria haina kazi. Lakini mpenda nikueleweshe tu ya kwamba wanaeleza wasichokielewa. Tunatii sheria, utiifu wetu wa sheria ni kutangaza ama ni dhihirisho ya upendo tunao kwa ajili ya Mungu. Okay?
Tunapowatendea wengine vizuri ni udhihirisho wetu wa upendo kwa ajili yao. Na kuwekea kaswali, tunawezaje kuonyesha upendo wetu kwa Mungu au upendo kwa watu wengine ikiwa tunaikiuka mojawapo wa amri 10? Je, inawezekana kumpenda Mungu wakati unavunja mojawapo wa amri 10? Ama unaweza kudai kwamba unampenda jirani wakati umevunja mojawapo wa amri? Weka jibu kwenye comment. Tuombe. Asante Yesu Kristo kwa sheria hii ambayo ni ya upendo. Tufunze kuonyesha upendo wetu kwako na kwa wengine tukishika amri zako, katika jina tukufu la Yesu Kristo, amina. Usikose kusubscribe, kulike na kushare.